Nafasi ya kuchangia katika wizara hii ya fedha na mipango. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye anaendelea kunipa uhai wake na pumzi na kuweza kusimama katika baraza hili na kuendelea na kazi mbalimbali ambazo zimetukabili na wananchi wetu ambao wametutuma tuje kuwatetea. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pili naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango ambaye huyu ni mama. Nasema hivi kwamba nikisema huyu ni mama wa ukweli. Tumemuona jinsi ambavyo anasimamia kazi zake, jinsi ambavyo anapambana na anamsaidia Mheshimiwa Rais kwa kutekeleza yale majukumu mbalimbali ambayo wananchi matarajio yao na mategemeo yao ni kupata matarajio ya maendeleo katika nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa pia niwapongeze Mheshimiwa Naibu Waziri wa wizara hii, Katibu Mkuu na watendaji wote wa wizara hii kwa mashirikiano yao ya pamoja na kuleta bajeti hii ambayo ipo mbele yetu sasa hivi tunajadili. Huu ni ujasiri mkubwa ambao anaonesha mama yetu hapa Mheshimiwa Sada na kukaa na wafanyakazi kwa pamoja na kuweza kuleta bajeti hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende katika mchango wangu. Naomba nielekee katika sekta ya kifedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukiona huduma mbalimbali za kifedha ambazo zinafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ameboresha huduma hii na tumewaona wananchi mbalimbali au wananchi wa Zanzibar wameshajiisha kwa kufungua akaunti mbalimbali na wanatumia katika benki hizi ambazo Mheshimiwa Rais zipo na zinaendelea. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona pia katika huduma hii ya kifedha tumewaona mawakala wengi, na katika ripoti imeeleza ambao wamejitokeza kutumia huduma hii ya kifedha kwa kuwasogezea huduma wananchi wale ambao wakati mwingine hawafiki benki kwa haraka, lakini wanatumia huduma hii ili kuona kwamba mahitaji yao yanapatikana siku hadi siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba katika hili nitoe ushauri kidogo. Tumeona huduma hizi zinaendelea kwa kila siku, lakini naomba kabla ya kutoa ushauri nipongeze huduma ambayo sasa hivi imeanzishwa, na zaidi nimekwenda kuona katika benki ya Islamic iliyopo Mpirani kuna utaratibu sasa hivi wameuweka kwamba unakwenda pale, ukiingia tu unakata ticket au unachukua ticket, unakwenda kukaa foleni, unasubiri hadi namba itakapotajwa na wahudumu kule ambao wanatoa huduma, na unakwenda katika tela namba unapata huduma hizi. Huu ni utaratibu mzuri ambao wameuweka, kwa sababu utaratibu huu unaondosha ule utaratibu wa wale ambao baadhi ya watu wanajitoa ufahamu, wanakwenda kumkuta mtu, na wakati mwingine tuna wazee wetu wanakwenda pale lakini wanajipeleka wao mwanzo, na wale wazee wanakuwa wapo wanasumbuka na wanaendelea kukaa foleni. Lakini Mheshimiwa Waziri, naomba nitoe ushauri kuhusu hili. Mtoe elimu juu ya swala hili, kwa sababu wanakwenda wazee lakini na wananchi ambao hawajafahamu ule utaratibu wanakwenda kukaa kitako bila kwenda pale na kutoa tiketi na kusubiri kuitwa. Kwa hiyo swala hili litolewe elimu ili wananchi wajenge uzoefu kama ambavyo walijenga wale mazoea kwenda pale na kupata huduma, na huduma hii ili iweze kuendelea vizuri. Lakini Mheshimiwa Waziri, pia
katika mabenki yetu tunakwenda pale tunaona wananchi wakati mwingine wapo, lakini unakutia pengine tela namba ni 3, lakini unakutia katika tela namba zile kuna wafanyakazi 2 ama 1. Sasa unakutia wakati mwingine kunakuwa na foleni ambayo haina ulazima. Kwa hiyo niombe sana, kwa kuwa huduma hii imeboreshwa, tuombe sana mwajiri wafanyakazi wa kutosha, ili tunapokwenda pale kwamba katika maeneo yote yanayotoa huduma tela zile zinafanya kazi, ili tuone huduma inaendelea na kuepusha msongamano na foleni ambazo zipo, na wakati mwingine kuna maradhi mbalimbali yasipelekee kuambukiza kupitia swala lile watu kwa msongamano wa watu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia katika swala hili niende katika sehemu ya mapato, kwamba sasa hivi kuna masuala ya risiti za electronic. Mheshimiwa Waziri, tumekuwa tukipita katika maeneo mbalimbali, hasa katika maeneo ambayo tunapata huduma ya utiaji wa mafuta katika gari zetu. Lakini Mheshimiwa Waziri, swala hili unapokwenda kwa watoa huduma, naomba nipongeze sana katika maeneo ya mjini, unapokwenda risiti wanatoa, lakini kuna baadhi ya maeneo mengine kama hujawaomba hawakupi risiti. Na tunajua kwamba unapouza lazima utoe risiti, lakini na wewe unaponunua upewe risiti. Kwa hiyo hii ni haki ya mfanyabiashara, anapokwenda pale kutiliwa mafuta apewe risiti. Lakini na wakati mwingine hata baadhi ya maduka wanakwambia sasa, kama unataka upewe risiti electronic, basi itabidi uchangie. Kama nimekuuzia kitu kwa mfano 120,000, kwa hiyo toa 140,000 ili nikupe risiti ya electronic. Kwa hilo Mheshimiwa Waziri, hili naomba sana mlisimamie, ili tuhakikishe kwamba ule mpango wa serikali uliowekwa wa kupewa risiti, wafanyabiashara watoe risiti, lakini na wanunuzi pia nao wapewe risiti, ili tuone kwamba utaratibu huu unafuatwa kama serikali ambavyo wametaka. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia sasa naomba niende katika uchumi wa bluu na uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais ameboresha katika sekta hii ya uvuvi. Tumeona wananchi wetu wengi wamepewa mikopo ya maboti, leo wanakwenda katika bahari kuu, kitu ambacho hapo mwanzo hakikuwepo. Sasa wananchi wetu wamefaidika sana na hili, lakini na sisi pia tumefarajika. Sasa hivi tunakula samaki wenye hadhi, samaki wakubwa wenye minofu na wazuri. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hili tunapaswa tumpongeze Mheshimiwa Rais kuwainua wananchi wake kiuchumi katika sekta hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia kuna wale wavuvi ambao bado kwa sasa hawajawa na uwezo wa kufika katika bahari kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna wafanyabiashara ambao wanaleta vitendea kazi wanavyotumia wananchi wetu ambao bado hawajafika au hawajakuwa na uwezo wa kufika bahari kuu. Kwa mfano, tumekuwa tukijionea wizara husika au taasisi husika wanakuwa wanachoma moto zile nyavu ndogo ndogo na madema. Lakini Mheshimiwa Waziri, wazee wa kale walisema hali ya dema, wakubwa wanakaa, wadogo wanapenya. Sasa Mheshimiwa Waziri, niwaombe sana au nikuombeni sana, hivi vifaa kabla havijateketezwa kwa moto tuangalie. Wananchi wetu wanapata hasara, kuna wafanyabiashara ambao wanaleta bidhaa hizi. Niombe tudhibiti au serikali idhibiti suala la uletaji wa nyavu ambazo hazihusiki na hazitakiwi, zinaharibu mazingira kwa samaki wetu wadogo. Ili kudhibiti eneo hili, wasiendelee wavuvi wetu kupata hasara wakati nyavu zile wanazinunua kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo tulidhibiti hili ili hili lisiendelee kwa wananchi wetu kuharibu mazingira.
Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba niende sasa katika Wizara ya Biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta hii pia Mheshimiwa Rais kaboresha sana mazingira ya biashara na katoa uhuru kwa wafanyabiashara waende nchi yoyote na walete bidhaa mbalimbali ili wananchi na wao wapate huduma kupitia biashara ambazo wanazifanya wafanyabiashara wetu. Lakini pia pongezi za pokee bado naomba ziendelee kwenda kwa Mheshimiwa Rais wetu. Tumeona tu si muda mrefu tumeona makontena yakiingia katika bandari ya Mkoani. Makontena haya kushushwa kule ni kuondoa usumbufu kwa wafanyabiashara wetu, kwa sababu wafanyabiashara wana tabia ya kuongeza bidhaa bei mara kwa mara, wakisingizia kwamba tunashusha mizigo Dar es Salaam lakini tunashusha Unguja, hata ikifika hapa tukisafirisha lazima gharama itaongezeka. Hili naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa kuwajali wananchi wake kwa ajili ya wananchi kupunguziwa gharama ya vile vifaa ambavyo makontena yanashushwa pale na bidhaa zile zifike kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wafanyabiashara wetu kama nilivyosema kwamba wanakuwa wanaongeza bidhaa au wanaongeza gharama mbalimbali kupitia wananchi kupata huduma kutoka kwao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, ni kuombe sana kwa kuwa wizara hii ni ya biashara. Ni juzi tu hapa tulikuwa tunaona katika taarifa habari, lakini katika klipu mbalimbali zilizokuwa zinatembea tumeona kule Micheweni katika kijiji cha Maziwa Ng'ombe mchele ambao ulikuwepo unauzwa mchele ule, na tayari mchele ule haufai kwa matumizi ya binadamu. Lakini kutokana na mazingira ya kuwa kwamba wananchi wetu hawana elimu na hawajui, mchele ule unajinunulia na wenyewe wanasifu, na ilikuwa ni vita ule mchele kuutoa au kumtoa mtu nani ule mchele anauza. Kwa hiyo wahusika katika maeneo haya wasimamie kwa kina bidhaa hizo wakati zinaingia nchini, zifanyiwe uchunguzi wa kina, lakini na pale ambapo zinakaa katika maghala mbalimbali ambao wafanyabiashara wetu wanahifadhi, wapite ili waone kwamba mchele ule ukesha kupita muda au bidhaa yoyote imeshapita muda, usisambazwe na kutolewa kwenye maghala kwenda kwa wananchi wetu, kwa sababu hii inapelekea baadaye wananchi wetu wanadhoofika kiafya, lakini wanapata maradhi mbalimbali. Kwa hiyo hili wahusika wa taasisi hii wafanye kazi zao vizuri, tuone wananchi wetu hawaathiriki kupitia vyakula hivi vinavyoingizwa nchini mwetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende katika sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta ya kilimo tuna zao ambalo linaingiza pato kuu la taifa. Nikisema hivyo namaanisha kwamba tuna zao la karafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, zao hili limekuwa likiingiza pato kubwa kwa serikali yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, zao hili linaonekana linapungua siku hadi siku, pamoja na Mheshimiwa Rais kuongeza bei ya zao hili, lakini wananchi wana ukosefu kidogo au mwamko kidogo wa upandaji wa miche hii. Lakini hii inatokana na uzalishaji wa zao hili kutokana na mbegu kuwa kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, niombe sana na hili, naomba nitoe shauri kwamba kuna uwatikaji wa mbegu hizi za mikarafuu, lakini ukifuatilia katika maeneo mbalimbali ya vitalu ambavyo vinaatikwa mbegu hizi, utakutia kwamba wakati mwingine hata wale wafanyakazi, ule usafiri wa kwenda kutafuta mbegu, kwa mfano mfanyakazi anatoka kituo cha Konde, anatakiwa aende akatafute mbegu Matangatuani au Makuwe, lakini mfanyakazi yule unakuwa usafiri wa kwenda kule haupo.
Kwa hiyo mimi niombe Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa hili suala ni kubwa na ni zao letu linatupa tija katika serikali yetu, tuliangalie wafanyakazi wawezeshwe, pawekwe usafiri, wakatafute mbegu, watike mikarafuu, ili tuone msimu unapofika mbegu zile zinagaiwa kwa wingi na wananchi wanapanda na wanaishughulikia ili kuona kwamba zao hili halipotei. Leo Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa pili wenzetu wa Tanzania bara, ukienda Morogoro sasa hivi kuna mikarafuu mingi sana ambayo wamepanda. Kwa hiyo sisi ikiwa tutadilee kidogo na upandaji wa zao hili, tutakujaona kwamba wenzetu wanakwenda mbele, sisi tumerudi nyuma kidogo. Na ukizingatia kwamba zao letu sisi kwa upande wa Zanzibar, karafuu zetu ni nzuri katika soko la kitaifa lakini na kimataifa. Kwa hiyo tuendelee kulitukuza zao hili, tulilee, lakini yale ambayo yanastahili kufanywa kwa kulikuza zao hili tuone tu kwamba bado linaendelea kuwepo na linaleta tija katika serikali yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende katika sekta ya ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwapongeze sana wahusika wa wizara hii kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais kwa kusimamia yale ambayo Mheshimiwa Rais anawaelekeza. Leo tumeona Zanzibar yote inang'ara kwa barabara. Kuna barabara ambazo ni barabara kuu, lakini tumekuwa tukiona hata zile barabara za ndani zote sasa hivi zinaridhisha, hazina mashimo kama ambavyo hapo mwanzo barabara zilikuwa zina mashimo. Kwa hiyo hii ni juhudi ya Mheshimiwa Rais ya kuona kwamba wananchi hawapati shida na usafiri. Lakini pia katika suala hili la ujenzi, Mheshimiwa Rais kajenga barabara kwa upande wa Pemba lakini na Zanzibar kwa jumla. Mwenzangu hapa kasema kwamba mpaka kule Tumbe, pengine kutoka Kicha mpaka Tumbe mote ni barabara ambazo na wananchi kule wanakwenda, kwa mfano wanakwenda Tumbe, kuna bandari kule ambayo ni maarufu, watu wanakwenda kupata huduma zao. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais nampongeza sana na watendaji wake kwa hili, kwa kuona wananchi hawapati usumbufu kwa usafiri. Leo wananchi kutoka mashamba wanapeleka bidhaa zao katika masoko mbalimbali na wanafika kwa wakati, wanafanya shughuli zao, wanarudi majumbani, wanafanya baadhi ya mambo mengine. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe ushauri hapa katika eneo hili. Mheshimiwa Waziri, wakandarasi wanakuja katika nchi yetu. Tunajua kwamba wanakabidhiwa kazi, lakini kila kazi inahitaji usimamizi. Na hata majumbani kwetu, kama nyumba haina usimamizi, basi inakuwa hiyo nyumba haiwi madhubuti. Kwa hiyo kupitia hili, watendaji wa wizara husika, wakati wanakuja wakandarasi, wawatoe washauri elekezi wa wizara, wasiwaachie tu moja kwa moja wakandarasi, ili tuone kwamba zinasimamiwa barabara ambazo zinatengenezwa au zinajengwa zinakuwa na ubora na zinadumu kwa muda mrefu. Tuepushe ile gharama tena serikali kuingia katika matengenezo kupitia wakala wake wa barabara. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna barabara ambayo sasa hivi inaendelea na ujenzi, barabara ya Chake Chake Bwete. Tulikuwa tunaita barabara Kongo, lakini tunasema sasa ni barabara mpya. Nimuombe Mheshimiwa Waziri waende wakakague barabara ile au barabara zote ambazo zinajengwa kabla hawajakabidhiwa, waone ule ubora wake, lakini waone madhubuti wa barabara zile. Kama ambavyo nimesema, tusisubiri mpaka tunakabidhiwa, muda mfupi tu tunaendelea na matengenezo. Zile barabara ukienda sasa hivi haijamalizika ile barabara, na tunatarajia si muda mrefu itakamilika, lakini kwa baadhi ya maeneo waliotia lami
utakuta mahala mwingine lami imekoza, lakini kwingine kuna mabonde kabla barabara hizi hajakabidhiwa. Kwa hiyo hili naomba wizara husika waende wakaangalie kwa kina, lakini kama nilivyosema, watoe wataalamu wao au wataalamu wetu kwa upande wa Zanzibar washirikiane nao ili waone kwamba barabara hizi wanapotukabidhi zinakuwa na ubora. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia katika swala hili la barabara, wakati wakandarasi wetu wanajenga barabara, wawashirikishe pia na wananchi wa maeneo husika ambayo wanaishi. Tumeona kwamba mafuriko, mvua zimekuwa kubwa sana kwa mwaka huu kwa upande wa kisiwa cha Pili. Tumeona mafuriko ambayo yamejitokeza. Sasa wanapokuwa wanapewa ushauri wakishirikiana na wananchi wetu, kuna maeneo ambayo ndio maeneo mahususi hapa, kila mmoja anajua kwamba eneo langu hili maji yanapita katika eneo hili. Kwa hiyo wananchi wale watawasaidia kwa kutoa maelekezo na wao kama wananchi husika kwamba hapa ndo panapohitajika daraja, hapa panahitajika paweke culvert, ili tuone kwamba tunaondosha usumbufu kwa wananchi na yale maafa ambayo wanayapata, na kuondosha gharama kwa serikali hasa kwa upande wa maafa, ili kuona kwamba maafa hayaendelee kutokea. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, wajenzi wa barabara hizi tuwashauri basi wawe wanaweka mipaka au yani wao wanaweka sehemu za kupitia maji pembezoni kwa barabara, kwa sababu katika maeneo mengine ya barabara ardhi zake inakuwa haziko nzuri sana. Kuna baadhi ya maeneo ardhi zake haziko nzuri sana, kama mfano kama Micheweni. Barabara Micheweni hata ikijengwa iwe hainyanyuliwi, ilale chini, haiwezi kuleta madhara kutokana na ardhi yake ilivyo. Lakini kuna baadhi ya maeneo mengine kama haikuwekewa sehemu za kupitia maji kama Misingi, inapelekea njia zile zinaharibika mapema sana, na hatima yake maji yanakaa barabarani, yanaharibu miundombinu, tunakuwa serikali inaingia hasara mara kwa mara. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia na hapa nimpongeze Mheshimiwa Rais. Ameboresha sana miundombinu ya nishati hasa katika sekta ya maji. Ni juzi tu hapa tumepewa mafunzo, lakini na katika bajeti tumeona kwamba kuna kampuni sasa hivi ambayo tayari wameshajenga nayo ubia ya kushughulikia suala hili la maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amefanya hili kwa maksudi, kwa kuwa malalamiko yamekuwa ni mengi sana kwa wananchi, lakini na hasa sisi wawakilishi mara nyingi tunapokuwa tunasimama tunazungumzia suala la maji au tatizo la upungufu wa maji kila maeneo ambayo waheshimiwa wawakilishi wanaongoza wananchi wanalalamika kuhusu hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais hapa kabuni jambo jema kupitia usimamizi wake wa wizara. Hii ni kwa sababu anataka aone wananchi wake hawapati usumbufu kwa maji, kwa sababu maji ndio maisha ya mwananchi. Hatua ya mwanzo, hata mtoto anapozaliwa lazima kwanza mtoto atiwe maji au akoshwe ili asafike. Sasa kwa hili Mheshimiwa Rais kulifanya hili anahitaji pongezi ya dhati, na tunamshukuru sana kuona kwamba huduma ya maji kupitia kampuni hii ya Rand yatapatikana vizuri, na hasa ukizingatia kwamba kina mama ndio ambao wanasumbuka sana na tatizo hili. Baba anakuwa anatoka anakwenda kuhangaika na maisha, anapokuja nyumbani anahitaji maji kwanza akoge. Hii yote inamwajibikia mama. Na wakati mwingine inafika kama pakopa na tatizo la maji, kuna baadhi ya maeneo walikuwa hata kulala hawalali usiku, wanaotoka ni wanawake kwenda kutafuta maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa kulifanya hili ametusaidia sana wanawake, ametutua ndoo kichwani, anastahiki pongezi za dhati, na Mwenyezi Mungu inshallah atamlipa kheri
kutokana na hili. Na hata Nabii Yusuf alipokwenda kisimani watu kutafuta maji, alipotoa kisimani alionekana kwa watu kwenda kutafuta maji. Kwa hilo tujue kwamba suala la maji ni muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia katika suala hili la nishati, hasa kwa upande wa maji, kuna utaratibu sasa hivi unaonekana upo au umepangwa na wizara au serikali kwa jumla kwamba wananchi wachangie maji. Kwa hiyo sio vibaya, wananchi ni wasikivu na wao wanahitaji serikali yao ipate mapato kwa ajili ya kuendesha zoezi hili. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia kuna baadhi sasa hivi kuna wamiliki wa visima ambapo nao katika hili wanatakiwa wachangie, wakasajili visima vyao na wachangie katika maeneo haya ili kwa kupata huduma nzuri katika visima vile, kwa kuwekewa dawa na kadhalika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia hapa nalo pia nitoe ushauri. Suala hili linahitaji elimu. Wananchi ni wasikivu, na wananchi unapoelekeza tu fanyeni kitu hichi, wanaelekea. Naomba niwapongeze sana wananchi wa Zanzibar kwa hili. Kwa hiyo na hili wahusika wa wizara hii wawaite wamiliki wote ambao wafanye utafiti wa watu ambao wana visima majumbani mwao, wawaite wakae nao, wawape elimu ili wahakikishe kwamba utaratibu unafuatwa. Lakini kwanza wawape elimu, kwa sababu wengine hawajui. Watu wanatoka, mtu katoka na pilika zake, akija kaona kibango kimewekwa tu kwenye nyumba, uje ujisajili. Sasa na wao hawajui waende wapi. Kwa hiyo nadhani hili ni vizuri wizara husika wawaite wananchi wote ambao wanahisi kwamba kama ameshafanya utafiti, wawaite ili waone wamewapa elimu na wananchi na uhakika kwamba hawatokataa kuchangia na wanaipenda serikali yao sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende katika sekta elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa Mheshimiwa Rais anahitaji apewe maua yake. Mheshimiwa Rais tumemuona jinsi ambavyo ameboresha katika sekta hii. Tumeona majengo mbalimbali ambayo ameyajenga kwa Zanzibar nzima. Tumeona ukarabati wa zile skuli za zamani, lakini tumeona majengo ya ghorofa ambayo amejenga. Sasa hivi wanafunzi wetu wanajisomea. Pameondoka ule usumbufu wa wanafunzi kwenda mikondo mitatu au miwili, sasa hivi wanaingia katika mkondo mmoja. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta hii Mheshimiwa Rais katengeneza mazingira mazuri sana ya kielimu. Tumeona hata mabadiliko ya ongezeko la ufaulu kwa watoto wetu umeongezeka. Hizi zote ni juhudi zake Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi ambao amewateua kumsaidia kazi hii. Lakini tumejionea kwa upande wa kimtandao. Sasa hivi inapatikana elimu mwanafunzi ambaye au mwalimu ambaye yuko bara. Kwa mfano juzi tulikwenda kwenye mafunzo, tumeona mwalimu pale kutoka Kibaha anamfundisha mwanafunzi aliyoko Haile au tumekuja wa Zanzibar. Kwa hiyo hili ni jambo zuri, na Mheshimiwa Rais tunastahiki tumpongeze sana kwa imani yake juu ya kuona kwamba elimu inafanya kazi, na elimu ndiyo maisha ya watoto wetu. Kwa sababu hata kama mtoto kwa mfano kasoma hajaajiriwa serikalini, anapopata elimu ya kutosha, anakuwa kichwa chake ana uwezo wa kupambanua mambo na kuweza kufanya biashara mbalimbali ambazo zitamuongoza katika maisha yake. Lakini Mheshimiwa, kidogo hapa naomba nitoe ushauri pia katika hili. Tuna watoto wetu walemavu, wenye ulemavu wa kusikia, lakini na wale wenye ulemavu kidogo wa kuona. Ni waombe wizara nao basi waliangalia hili katika madarasa haya janja, ambao kama nilivyosema mwalimu yuko Kibaha lakini anafundisha watoto walioko Zanzibar. Kwa hiyo ili tuone tu kwamba na wao hawa watoto wetu
wanafaidika na madarasa haya. Tunajua nao wanahitaji elimu, tunajua na wao elimu ndio maisha yao ya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende katika suala la ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana nimpongeze Mheshimiwa Rais. Amejenga majengo mengi yenye makazi bora kwa wananchi wake, na pia nimefarijika sana kwamba kuona sasa hivi wanaelekea kwa upande wa Pemba ili tuone kwamba na wakazi wa kisiwa kile nao wanafaidika na nyumba hizi bora za makazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, hapa napo katika eneo hili naomba pia napo nitoe ushauri kwa kushirikiana na wizara husika. Kuna tatizo kidogo la utoaji wa hati miliki lakini na nyaraka. Sasa ili uwe unamiliki ardhi lazima uwe na uthibitisho. Kwa hiyo tuwasimamie wafanyakazi wa kitengo hichi husika ambacho wanahusika na kutoa nyaraka, lakini na suala zima la kumiliki nyumba. Kusiwe na usumbufu sana. Wananchi wanapokwenda wapate huduma kwa haraka ili kila mwananchi ashajiike kwenda kutafuta umiliki wa nyumba yake, lakini na ardhi ambayo anaimiliki. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba niende katika suala la mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais hapa pia napo anatekeleza katika majukumu yake makubwa na mazuri kupitia waziri ambaye amemteua na wafanyakazi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona katika maeneo mbalimbali kumejengwa matuta ambayo yako pembezoni mwa bahari. Matuta haya yalikuwa au maji ya bahari yalikuwa yanapanda juu katika maeneo ambayo wanaishi watu na kupelekea kadhia kwa wananchi ambao wanaishi karibu na maeneo yale, lakini na wale ambao wanajishughulisha na kilimo katika maeneo yale ya bahari. Kwa mfano, kuna maeneo ambayo wananchi wetu wanalima mipunga, lakini wapo katika maeneo karibu na bahari. Mheshimiwa Rais kaboresha kwa kujenga matuta, tumejionea kama kule Msuka, lakini Jangwani Micheweni, lakini na ukenda maeneo ya Gando mote kafanya hivyo Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tumpongeze sana na tumpe maua yake kwa kuwatendea wananchi wake katika haya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe shauri katika swala hili. Swala la mazingira tunawajibika, kila mwananchi ajibike katika kutunza mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe wahusika wa wizara hii kwa kushirikiana na Wizara ya Ujenzi, wanakuja wakandarasi wetu kujenga barabara mbalimbali. Tunajua kwamba unapojenga lazima utaharibu, lakini tusiendelee kuongezeka uharibifu. Tuwaombe sana yale mashimo ambayo wanachimba kifusi katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar, tuhakikishe tumewapa katika mikataba yetu, tumewapa masharti ili wakimaliza kwa kushajiisha pengine kupitia wananchi au kwa kutafuta nyanja mbalimbali, tuone yale mashimo yanafukiwa ili kuona ardhi yetu inarudi katika uhalisia. Hata kama kwa kurudi katika uhalisia wa mwanzo ni mgumu kwa kuwa palishaanza kuchimbwa, lakini hata hivyo tujitahidi tuone yale mazingira angalau basi yamepandwa angalau miti, pengine yametupwa taka, ili tuone yale mashimo angalau yamezibika. Nimekwenda katika sehemu au eneo la Mgeni Haji, kuna maeneo kule wamechimba, nadhani kulikuwa kunatengenezwa barabara, pana maji mengi sana kiasi ambacho watoto kama atakwenda kucheza pale, mtoto huwezi kumpata, wakati mwingine atakufa tu kwa maji yaliyopo. Kwa hiyo wenzetu wanaohusiana na mazingira, Mheshimiwa Waziri, kwa kushirikiana na wizara husika, lakini na kule Micheweni tunajionea kila siku pale ambapo wanaacha wao kuchimba, wananchi wetu ndipo ambapo wanakwenda na wao wanaingia, wanaanza kuchimba kokoto, hatimaye inakuwa pana mvungu, wanaingia, hatimaye majabali yananamia. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunasimamia
na katika mikataba yetu basi tuwape masharti, tuone kwamba wakesha tumia ardhi yetu wahakikishe kwamba yale mashimo hawatuachi vile vile, tunabaki salama na watoto wetu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa unamalizia. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa haraka naomba niende katika sekta ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nalisema hili katika sekta hii ya utalii. Tumekuwa tukisikia matangazo toka juzi, Mheshimiwa Rais anatangaza juu ya tamasha la utalii katika kisiwa cha Pemba kule Micheweni. Mheshimiwa Mwenyekiti, na Mheshimiwa Rais kasema anaifungua Pemba kiutalii lakini na kiuchumi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia katika kupitia hili pia kuna bandari kule Shumba mjini. Hili yote ni sehemu ya kiutalii. Wenzetu kutoka kisiwa cha pili kule au nchi ya pili Mombasa watakuwa ni urahisi pale, ni nusu saa tu au saa moja kufika pale Pemba. Kwa hiyo hili tumpongeze Mheshimiwa Rais sana kwa hili, na niwaombe wananchi wenzangu wa kisiwa cha Pemba, kama ambavyo leo katika suala nimesema kuna mambo mengi ambayo yanavutia utalii, yakiwemo mashamba ya spice, lakini kuna mambo mbalimbali ili tufanye tuone kwamba sisi wenyewe tuwe tayari kupokea huu utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa naomba niseme kwamba wananchi wa Zanzibar, Mheshimiwa Rais anatudai na sisi hatudai. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tusije tukageuka TFF na Yanga. Kwa hiyo sisi tumlipe Mheshimiwa Rais Oktoba 25. Tuone kwamba Mheshimiwa Rais anarudi madarakani, na nina uhakika Mheshimiwa Rais atashinda kwa kishindo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mwisho kabisa nimpongeze Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais ambaye anatuongoza kwa miongozo yake mbalimbali, lakini nimpongeze Mheshimiwa Spika, Naibu Spika na nyinyi wenye viti kwa kutuongoza siku zote mnapokuwepo hapo juu na kutumia hekima zenu za kuongoza vikao hivi hadi leo tunakaribia tamati ya bajeti hii na kwa baraza hili. Lakini shukrani za pekee naomba nikipongeza chama changu cha Mapinduzi ambacho kimenipa nafasi japo kwa muda mfupi, lakini nawashukuru sana chama changu cha Mapinduzi kwa kunipa heshima hii. Lakini mwisho nawashukuru wananchi wangu wa mkoa wa Kaskazini, wanawake wa mkoa wa Kaskazini kwa kunichagua kwa kupata ile nafasi ambayo ndio chama kiliniona na kunipeleka humu. Kwa hiyo naomba kwa niaba yao niunge mkono hoja hii 100%. Asante Mheshimiwa.